Unaiandika andika kuitambua imani iliyo sahihi ni jambo ambalo limekuwa ni teso kwa dunia ya leo. Jambo hili limekuwa huzuni kwa dunia ya leo, limekuwa utabishaji kwa dunia ya leo. Watu wanatafuta mahali pa kweli ambapo Mungu atakutana nao. Watu wanakimbia huku na huku, wapate wapi Mungu wa kweli? Imani zimekuwa imani potofu nyingi. Unaweza ukadhani unayo imani, lakini kumbe imani pia hauko nayo. Wengi wetu tunaamini dini zetu. Wengi wetu tunaamini wachungaji wetu. Wengi wetu tunaamini manabii wetu. Hatukatai kuamini hawa, lakini imani ni kitu ambacho unapaswa wewe kuishi nacho. Huwezi kuishi kwa sababu mchungaji wako yupo. Huwezi kutembea na mchungaji kila mahali. Huwezi kutembea na nabii kila mahali. Na kwa sababu ya watu kuto kufundishwa imani ya kweli, wamepewa vitu watembee navyo, wakiamini vitu badala ya kuamini Mungu wa mabudu. Maana kama imani ni nyingi, watu wana vyupa vya maji, wana vyupa vya mafuta katika nyumba zao. Watu wameaminishwa. Jana mtu mmoja akiwa ananipigia simu, nikamsikia anafoka, anasema nyinyi hizi imani zenu mtaharibu hata viumbe vya Mungu. Na watu wameaminishwa katika uharibifu. Kila kitu wameaminishwa mwagia mafuta. Hata kionekana chura tu anarukaruka mlangoni, watu wanatoa mafuta ya kula badala kutumia kwa ajili ya chakula, anamwagiwa chura. Wanapakwa mafuta bila sababu. Ni kwa sababu imani. Yesu anauliza, atakaporudi mwana wa Adamu ataikuta imani? Swali pekee katika Biblia halikujibu, na liliulizwa na Yesu. Ataikuta imani. Hauwezi kuwa mtakatifu ikiwa haujajengwa kwenye msingi wa imani. Naweza kuwa mtu imara ikiwa una imani iliyo imara ndani yako. Imani ndani yako. Unaweza tu ukainuka na kustawi sana ikiwa utabaki kuwa ni mtu mwenye imani. Imani. Kwa hiyo swali letu au ibada, fundisho letu linasema kuijua imani iliyo sahihi. Hakuna imani bora na imani nzuri ambayo itakuwa kinyume na neno la Mungu halafu kasema nina imani. Imani lazima ijengwe kwa neno la Mungu. Warumi. Jaribu kuangalia. Angalia 10 nione kama niko sahihi. Hebu jaribu kuona mstari wa 17 nione. Yes, asante sana. Imani iwe na chanzo cha kusikia, lakini unasikia nini? Si kila imani inaweza ikawa imani inayostahili uifuate na kuishi. Si kila imani. Na leo imani imegeuzwa kuwa kama dhehebu. Dhehebu sio imani. Taasisi yako ya Christos, taasisi yako ya TNG, taasisi yako ya EAGT, hiyo sio imani.
inatengenezwa kutokana na kile unachokisikia. Imani ya kweli inatengenezwa na kusikia neno la Mungu. Unamtana nini? Hakuna imani itakayokuwa bora hata kama inaletwa na mtume aliye na uwezo wa kuagiza moto kutoka mbinguni ukashuka, alafu imani hiyo haiendani na neno la Mungu. Hiyo sio imani. Haiwezi kuwa imani. Haijalishi ni wangapi wanaifuata, lakini lazima kila imani tuithibitishe kwa kuliona neno la Mungu katika imani hiyo. Tuko pamoja? Haleluya. Wangapi wana imani hapa? Inua mkono. Tuna imani. Bwana asifiwe sana. Okay. Tunataka tufunge na kuomba kuanzia leo. Naomba nielewe. Nataka tufunge na kuomba kuanzia leo. Mvua isinyeshe. Walio na imani tunyanyue mkono. Inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana. Mbona mnaanza ku inawezekana? Yes. Inawezekana, si ndivyo? Sababu ya kuwafanya mfunge na kuomba mvua isinyeshe ni nini? Mnayo sababu? Mnayo sababu? Haiko. Imani yako ni kazi bure. Kama haiko sababu katika Mungu, imani yako hiyo ni kazi bure. Imani yako lazima uipatie sababu iliyo sahihi kwa Mungu, ndipo ambapo itakupa matokeo yaliyo sahihi. So ndio watu wengi wanachezea imani kwa kiwango hicho, kwamba kwa sababu leo nimeokoka, kwa sababu mimi namjua Mungu, kwa sababu wanajaribu kulazimisha hata kitu ambacho hakiendani na neno la Mungu kiwe kwa sababu ya imani kitimie. Chochote unachojaribu kuweka msingi wake imara, lazima uthibitishe msingi huo katika neno la Mungu. Yesu asifiwe sana. Nisikilize. Unasikia mtu anasema hivi, nikasikia mtu anatoa ushuhuda, anasema nikamkaba Mungu, nikamshika Mungu, nikamkaba Mungu, nikamwambia sikuachi mpaka utakaponitendea. Si ndivyo? Mnaionaje imani hiyo? Iko imara. Na mimi nakwambia, kama una kiwango cha imani chenye uwezo wa kumkaba Mungu na ukamlazimisha wewe Mungu huyo aende kule unakotaka, sio wewe kwenda kwenye kile Mungu ameagiza kwenda, alafu una imani ya kumlazimisha Mungu aende unakotaka, imani yako ni potofu. Ni tofauti, inawachanganya. Mungu ana uwezo kuliko mimi, na mimi ninapaswa kufuata mapenzi yake, sio yeye kufuata mapenzi yake. Ikiwa Mungu wako wewe huwa anafuata mapenzi yako, hauna imani sahihi na una Mungu wako. Yesu anasema si kama nitakavyo, umeelewa hiyo? Bali mapenzi. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kufuata nini? Mapenzi yake. Usije ukawa na imani inayozidi, inayomfanya Mungu ahame kwenye kusudi lake aje kwenye kusudi lako. Kwanza, Mungu huyu ni Mungu feki. Kama unafanya jambo ambalo Mungu
Mungu wa kweli ni Mungu wa kibinadamu. Anaweza kubadilika, anaweza kufuata, anaweza kwenda huku na huku. Mungu wa kweli ni Mungu anayeabudiwa, na wanaomwabudu ni lazima wafuate mapenzi yake yeye. Imani ya kweli ni ile inayotembea kwenye mapenzi ya Mungu, inaamini katika mapenzi ya Mungu, inaamini katika neno la Mungu, inaamini katika ushirika wake Mungu. Hiyo ndio imani ya kweli. Imani potofu ni ile inayoamini katika misingi ya dini, ni ile inayoamini katika misingi ya kiongozi wao, ni ile inayoamini katika misingi ya utawala wao, ni ile inayoamini katika misingi ya taratibu zao. Hiyo ni imani potofu, hata kama ina mavazi mazuri sana ya kupendeza kwa nje. Ni msingi wa kiongozi, ni msingi wa dhehebu letu, ni msingi wa kanuni zetu, ni msingi wa viongozi wetu, si msingi wa neno la Mungu. Imani hii ni potofu. Neno la Mungu, imani ni lazima ijengwe kwenye kuliamini neno la Mungu limesema nini. Halo, mnanisikia? Tujenge kwenye ile kuamini neno la Mungu limesema nini. Na wakati tumejenga msingi kwenye kila ambacho Mungu amesema, maana yake tutatembea sawa na Mungu, tutaanza kuyapokea yaliyo ya Mungu. Imani yetu itaanza kuwa thabiti, kwa sababu yale ambayo wengine hawayaoni, sisi tutaanza kuyaona, maana tunaamini katika kile Mungu amesema. Leo imani potofu zimekuwepo kwa sababu watu wanaamini kwenye kile mtume na nabii kasema, sio kwenye kile Mungu kasema. Ndio maana unaona dunia inayumba. Yesu anauliza, atakapokuja ataikuta imani? Kwa nini? Kwa sababu kuna wengi leo wanasema, na kile wanachosema sio kile Mungu amesema. Maana yake wanapotoka. Anasema akizuka muonaji kweli